Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba tuko vizuri. Siku ya jana ilikuwa ni siku ambayo vyombo vyote vya habari, uchambuzi wa masuala ya kimichezo ulikuwa unazungumza jambo moja tu kumuhusu Ali Shaban Kamwe, msemaji wa kikosi cha Young Africans. Na alikuwa anazungumzwa kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuitwa kwenye kamati ya maadili ya TFF, na taarifa zikawa zinaeleza kwamba huyu bwana amefungiwa miaka 2. Ni tetesi. Na ikishao kuitwa tetesi, maana yake yaweza kuwa kweli ama uongo, ama jambo ambalo lilikuwepo lakini limeishia katika mazingira ambayo ni ya kutatanisha, tunaweza kusema hivyo. Uchambuzi ukawa ni mkubwa sana. Baadhi ya watu wakawa wanasema ni nani ambaye atafata nyayo za Ali Shaban Kamwe. Upatu ukawa unapigwa kwa kiasi kikubwa sana kumuendea Haji Sande Manara ambaye ni mhamasishaji wa Young Africans, na alifungiwa miaka 2, na mara baada ya kufungiwa Ali Kamwe ndo akapata ulaji. So tukawa watu wakaanza kutazamia kwamba yawezekana kwamba atakayefuata sasa kwenye kiti ni Haji Sande Manara. Wakati watu wakiwa wanazungumza hayo kwamba atayefuata atakuwa ni Haji Sande Manara, wadau wengine wa sports wakawa wanasubiri ni siku gani ama ni lini ambapo Ali Shaban Kamwe atazungumza mbele ya vyombo vya habari, na kauli yake itakuwa ni ipi mbele ya vyombo hivyo vya habari. Tukasubiri, lakini tukasema wacha tupite hata kwenye digital platforms za Young Africans. Kaonekana digital platforms za Young Africans zipo kimya sana. Walikuwa hawatengeneza content za 1-on-1 zinazowahusu wao, kutoka mazoezini, mwalimu akiongea, manager wa timu akiongea, bwana Waterson msemaji akizungumza, au manager digital platform kwa maana Privadinho, wamekuwa kiwa na uchambuzi wa mambo kadha. Lakini ndani ya hizo siku 2 kama sio 3 ama 4 walikuwa wapo kimya sana. So mpaka kufika jana hakuna chochote kilichokuwa kimetengenezwa. Watu wakaendelea kutengeneza conspiracy kwa sababu kwenye ulimwengu wa tetesi kila hata kitu kadogo sana kanaweza kukulead kukupelekea information, like amefuta picha, amebadilisha biography, atengenezi kazi. So tunaanza kutengeneza nyanja fulani na kila moja kuona maybe kuna kitu ambacho kikubwa kinaendelea. Lakini uvumilivu wetu ukajibu. Usiku wa kuamkia leo wakapandisha story kupitia ukurasa wao wa YouTube wa Young Africans, na ile video ambayo walipandisha alionekana Ali Shaban Kamwe. So watu wakasema okay, wacha tusikie Ali Kamwe atazungumza nini kwa mara ya kwanza mara baada ya tetesi kuwa ni nyingi. Kitendo cha kuonekana kwenye ile video akiendelea na kazi ni statement tosha kwamba bado yupo kazini. Kwa zile zinaendelea kusalia kama tetesi, kwa sababu angekuwa ameshafungiwa na ameshapewa taarifa kwamba amefungiwa, tusingemuona kwenye ile video. So kitendo cha kumuona kwenye ile video akiojiwa kinatupa information kwamba kama bado yupo kwenye kama hukumu imeshavuja, ila yeye hajafikishiwa taarifa ya kiofisi. Na unajua taarifa za kiofisi zinavyofanya kazi, maana yake ni kwa maandishi kwamba email ama wamekutumia barua kama barua. So kimsingi kumuona kwenye ile video ni statement tosha kwamba zile zinaendelea kusalia kama tetesi, na zitasalia hivyo mpaka pale ambapo TFF atakapotoa taarifa. That's why mimi jana nilikuja hapa nikakwambia Ali Kamwe hajafungiwa bali ni tetesi. So the way ambavyo ilivyokuwa inakuwa treated ni kana kwamba tayari huyu mtu alishafungiwa. Tunasahau kwamba tetesi zinaweza zikawa uongo ama zikawa kweli. Unakumbuka ile kesi ya Faisal na Yanga, tetesi zilikuwa zinasema Faisal ameshinda, lakini at the day hukumu ilivyokuja kutolewa tukagundua kwamba yeye ndo kashindwa ile kesi. So kuna mambo kadhaa ambayo ameyaweka wazi ambayo nikaona ni sawa mwanafamilia wangu kayafahamu. Jambo la kwanza, Young Africans jana walikuwa wanaendelea na mazoezi, na viongozi wengi sana walikuwa kwenye ile eneo la Avic Town kwa ajili ya kutazama mazoezi ya Young Africans. Miongoni mwa watu ambao walishuhudia mazoezi hayo ni pamoja na GSM ambaye ni mfadhili na mdhamini mkuu wa kikosi cha Young Africans. Yote ni kuongeza hamasa na morali kwa wachezaji wa Young Africans kwa ajili ya kuendelea kupambana kwa kiasi kikubwa sana. Hakuwa peke yake, aliambatana na viongozi wengine wengi, isipokuwa tu mtu mmoja ambaye sikumuona, ni engineer
nimemuona rais wa kikosi ya Young Africans ndiye ambaye sikumuona, lakini wengine wote niliwaona wakiwa kwenye eneo wametazama mazoezi ya Young Africans jinsi ambavyo wanaendelea kujipanga kuelekea katika mchezo dhidi ya Simba. Lakini jambo la pili, utufahamu kwamba Young Africans sasa hivi hawana majeruhi yoyote. Hakuna mchezaji hata mmoja ambaye sasa hivi ana injury, na yeye ni kwa mujibu wa Ali Shaban Kamwe. Mchezaji ambaye alikuwa na injury alikuwa ni Yao Kwasi, ambao siku ya jana amerejea mazoezini na amefanya mazoezi na wenzie, ijapokuwa haijafahamika moja kwa moja kama atakuwa yuko fit kwa 100% kuwavaa Simba katika mchezo wa hiyo kesho, kwa sababu mchezaji alikuwa injured, amekaa kwa muda mrefu akiwa na uguza majeraha, aweza akarejea alafu nampa dabi kwa kiasi kikubwa. Inawezekana uwezo wake ama ufanisi wake usio kwenye ile level, lakini pia hata fiziki yake inaweza isiwe ni nzuri kama walivyo wachezaji wengine. Ama yakatokea yale Aish Manula ametoka injured, anapewa dabi, imetokea la kutokea zigo la lawama lote anapewa yeye. Kwa hiyo tusubiri tuone ni nini ambacho kitatokea, lakini good news ni kwamba tayari Mwamba ameshapona, na taarifa nilizonazo ni kwamba mkataba wake unaelekea ukingoni. Nitakupa story inayomhusu Yao Kwasi, but for now tunamzungumzia Ali Shaban Kamwe. So jambo la kwanza, hawana majeraha hata kidogo, maana yake mchezaji aliyekuwa na injury tayari ndio huyo hapa ishapona, nishakuelezea. Lakini pia amewahamasisha wananchi wa Young Africans kupiga dua kuelekea katika mchezo dhidi ya Simba, akisema kwamba dua itakuwa ni sehemu ya kuwatoa upweke wachezaji wa Young Africans na kuongezea kujiamini, kwa sababu wenye husda ni wengi, watu wanafanya mengi kuelekea katika mchezo. Ni mwezi wa Kwaresma, ni mwezi mtukufu Ramadhan, kwa hiyo kila mmoja kwa imani yake na anachokiamini awagonge dua marhaba wachezaji wa Young Africans ili huo mchezo uweze kuwa mzuri. Lakini amejibu kwa nini Young Africans hawajafanya hamasa yoyote kuelekea katika mchezo. Kama ambavyo unavyojua, mara nyingi tukienda kwenye big game kama hizi tumekuwa tukiona ngendembwe, watu wanafanya hamasa, magari yanapita mitaani, vigoma vinapigwa, wanafanya media tour, but this time around Young Africans hawajafanya kitu kama hiko. Hawajafanya media tour, hajafanyika hamasa yoyote. Na alipoulizwa Ali Kamwe akasema hii ni derby, ni mchezo ambao unajiuza. Kwa hiyo kila mwananchi ana jukumu la kuhakikisha kwamba anaenda uwanjani kwa ajili ya kushuhudia dabi ya mtani, kwa maana Simba na kikosi ya Young Africans. Up to now walitutangazia tu sold out moja ya VIPA, lakini mpaka sasa hivi hawajatangazia sold out nyingine. So naamini kufika kesho bado tiketi zitakuwepo ni nyingi, na inawezekana uwanja usijae, inawezekana, kwa sababu huu ni utaratibu ambao tunahitaji tuubadilishe, kwa maana tutoke kwenye kuhamasika twende kwenye mapenzi, kwa sababu ukihamasika hamasa inaisha. Umenihamasisha nimejaa, alafu hamasa imeisha. Lakini nikipenda kwa roho moja, hata usiponihamasisha, binafsi mimi nitakuwa na upendo wangu na bado nitaweza kupambana. Inawezekana Young Africans wanajaribu kutengeneza kitu cha kariba hiyo, kwamba watu wakipenda timu wanaweza wakajitoa, na mwisho wa siku kila kitu kitaenda vizuri. Ali Kamwe amezungumza hayo tu, hajaulizwa swali lolote kuhusu kesi yake, hajazungumza chochote kuhusu masuala yake ya kufungiwa anajisikiaje. Amezungumza tu kuelekea mchezo wao dhidi ya kikosi cha Simba Sports Club, na akisema kwamba ni mchezo mgumu, ili waweze kushinda wanahitaji kuungamanika kwa pamoja. Ninachokijua ile ya kufungiwa itasalia kwa matetesi, inaweza ikawa kweli ama inaweza ikawa uongo, lakini hayo ndio niliyookota kwenye interview ya Ali Shaban Kamwe. Sio mbaya, na niongezea baadhi ya mengine ambayo inawezekana nimeyasahau, nitakuona ni wa maana sana. Naitwa Almachus Boniface Kanyasi, na kushukuru sana kwa kuwa na mimi mpaka hivi sasa, na usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Utakuwa umefanya kazi ya ziada. Asante and bye bye.